Uhali gani mtazamaji, ni wasaa kuangaza habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe, karibu na tuanze kuangaza kwa habari za michezo kitaifa. Serikali imeanza rasmi ukarabati wa nyasi katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya fainali za mataifa ya Afrika AFCON 2027. Ukarabati huo unatarajiwa kuchukua takriban miezi 6, ambapo katika kipindi chote hicho uwanja huo utakuwa umefungwa kwa shughuli zote za michezo ili kuhakikisha unafikia viwango vya kimataifa vinavyotakiwa kwa mashindano makubwa. Katika ukurasa wake wa kijamii, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gelson Msigwa amesema kuwa ndani ya muda huo uwanja utakuwa umewekewa pichi ya kisasa itakayodumu kwa miaka mingi ijayo. Aidha, ameomba radhi mashabiki wa soka kwa kukosa dabi ya Kariakoo iliyokuwa ichezwe Mei 3 mwaka huu 2026, akiahidi kuwa baada ya ukarabati huo kukamilika uwanja utakuwa katika ubora wa hali ya juu zaidi. Mbali na kuboresha eneo la kuchezea, maboresho hayo pia yanahusisha maeneo muhimu kama vyumba vya kubadilishia nguo, sehemu za wageni maalum, ubao wa matokeo pamoja na muonekano wa ujumla wa uwanja. Hatua inayolenga kufanya uwanja huo kuwa wa kisasa na wenye hadhi ya kimataifa kwa michezo ya ndani na nje ya nchi. Kwingineko, makocha wa timu ya Senior Hope ya Arusha, Kahama, Madini na Shinyanga wameonyesha kujiamini kuelekea mchezo wao wa mwisho wa kundi B katika fainali za Ligi ya Mabingwa wa Mikoa, huku kila mmoja akiahidi ushindi. Kocha wa Senior Hope Abdallah Saidi amesema kikosi chake kipo tayari kupambana na kuhakikisha kinapata matokeo chanya ili kufuzu hatua inayofuata, akisisitiza nidhamu na umoja wa wachezaji wake. Kwa upande wake, kocha wa Kahama Madini Hussein Elias ameweka wazi kuwa wamejipanga vyema na wanatambua uzito wa mchezo huo, akiahidi kutoa burudani na ushindani mkubwa ili kufikia malengo yao ya kusonga mbele kwenye michuano hiyo. Kubwa ni kwamba tactic pia ina uwezo wa kuamua hiyo game. Kwa hiyo walimu pia wanaweza kuiamua hiyo game kutokana na wachezaji watakapokuwa wasikivu na kupokea maelekezo ya walimu pande zote mbili, lakini kiujumla maana yake ni game ngumu kwa sababu kila mtu anahitaji matokeo. Shukuru Mungu, majeruhi sina, ila ni uchovu ambao ni wa kawaida kwa sababu unakuta katika kupata matokeo timu inakuwa imetumia energy kubwa na game unakuta zinachezwa kwa kucheza leo, unapumzika siku moja, unacheza siku ya pili. Kahama FC, kwanza nishukuru jana tumepata matokeo mazuri kwa ushindi wa goli 3-0 dhidi ya mpinzani wetu Mtihana. Lakini leo tulikuwa kwenye preparation ya game ya kesho, tumeshawajua wapinzani wetu wakoje, kwa hiyo sisi tunajua tutafanyaje ili tuweze kushinda. Kikubwa tu wachezaji wako vizuri, sina majeruhi, lakini nina njano 2 ambazo kimsingi pia kwenye mashindano kama haya lazima uzifanyie kazi. Kwa hiyo kuna maeneo ambao watu watakuwa hawapo, lakini uzuri na squad kubwa, kwa eneo ambalo hatakuwepo watu nitakuwa nimeweka watu wengine ambao ni wazuri zaidi ya yule ambao hatakuwepo. Vipaji vya wanamichezo katika shule ya sekondari ya wasichana Solya iliyopo wilayani Manyoni viko hatarini kupotea kutokana na ukosefu wa vifaa muhimu vya michezo, hali inayozuia wanafunzi kushiriki kikamilifu katika michezo mbalimbali shuleni hapo licha ya kuwepo kwa ari, nidhamu na vipaji vikubwa miongoni mwa wanafunzi. Tupate taarifa zaidi. Mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari ya wasichana Solya mkoani Singida, Glorious Anthony John amesema kukosekana kwa viwanja pamoja na vifaa vya michezo katika shule hiyo kunaathiri vipaji vya wanafunzi hao, kwani kuna wanafunzi wenye vipaji vya kucheza mpira wa miguu na mpira wa mikono kutofanya mazoezi au hata kushiriki kucheza. Naomba serikali yetu kutusaidia kutujengea viwanja vya kisasa vya mpira wa miguu pamoja na netball ili kuweza kukuza vipaji vya wanafunzi hao. Mwalimu wa michezo na utamaduni katika shule ya sekondari ya wasichana Solya, Allen Pasco Kibiti, akabainisha kwamba kutokana na umahiri wa wanafunzi katika michezo kwa mwaka uliopita
kuna wanafunzi 6 walishiriki mashindano UMISETA walichaguliwa kujiunga na kikosi cha timu ya UMISETA Taifa. Wapo kama 6 walikuwa wamechaguliwa kufika taifa kabisa, ila ilikuwa ni changamoto kidogo ya kidato, kwa sababu ilikuwa kidato cha 6 ambayo wamemaliza sasa hivi. Kwa wakawa wameomba ni wasihudhurie kule ili waende kwenye maandalizi ya masomo yao . Sisi kama wanafunzi wa shule hii ya Solya Secondary tulikuwa tunaomba wadau wote wa michezo pamoja wote na wadau wengine wa elimu wakishirikiana na wazazi mtusapoti ili muweze kutupatia vifaa hivi vya michezo, maana pia michezo ni afya, michezo inajenga mwili. Tunatamani tushiriki hivyo ili tuweze kufanya vizuri katika masomo yetu. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni mwana michezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Naam, taarifa hiyo ya kiungo mstaarabu kutoka Manyoni inaweka utuo kwenye habari za kitaifa, na sasa tukaangaze kunani kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Katika mashindano ya mbio za pikipiki duniani daraja la MotoGP, Alex Marquez ameibuka mshindi wa mashindano ya Spanish Grand Prix kwa mwaka 2026 yaliyofanyika siku ya jana katika njia za Jerez, Catalunya nchini Hispania. Marquez ambaye anaitumikia timu ya Ducati Gresini alionyesha kiwango cha juu tangu kuanza kwa mbio hizo, akionyesha umakini mkubwa hadi kuvuka mstari wa mwisho na kujihakikishia ushindi huo muhimu. Mshindani wake wa karibu Marco Bezzecchi kutoka timu ya Aprilia alimaliza katika nafasi ya pili, huku Fabio Di Gianantonio wa VR46 akimaliza nafasi ya 3. Katika tukio lilovuta hisia za mashabiki wengi, bingwa mara 7 wa dunia Marc Marquez alilazimika kujiondoa mapema kwenye mashindano hayo baada ya kupata ajali katika mzunguko wa awali wa mbio hizo. Ushindi huo unamfanya Alex Marquez kuendeleza rekodi nzuri kwenye mashindano ya nyumbani, akionyesha uwezo mkubwa na kukaa katika nafasi ya 7 kwenye msimamo wa ubingwa wa dunia wa MotoGP. Kwa matokeo hayo, msimamo wa ubingwa wa MotoGP kwa mwaka 2026 baada ya mbio 4 ni kama ifuatavyo. Marco Bezzecchi wa Aprilia anashika nafasi ya kwanza akiwa na alama 101, huku Jorge Martin wa timu ya Aprilia akishika nafasi ya pili akiwa na alama 90. Nafasi ya 3 inashikwa na Fabio Di Gianantonio wa VR46 akiwa na alama 71, huku Pedro Acosta wa KTM Red Bull akishika nafasi ya 4 akiwa na alama 66, na Marc Marquez akifunga tano bora akiwa na alama 57. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Ndivyo ambavyo anatamatika Kenny Malila kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Na kwa upande wa habari za burudani kutoka mtandaoni, moja video ambayo inaendelea kubamba ni kutoka huko nchini Australia, ikionyesha juhudi za kumwokoa nyangumi mdogo aliyekwama karibu na Forster baada ya kukwama kwa siku kadhaa. Na timu ya uokoaji zilishirikiana na mashirika mbalimbali pamoja na wananchi wa eneo hilo kumwelekeza nyangumi huyo kwa usalama kutoka mtoni hadi baharini. Na katika video hizo zinaonyesha waokoaji wakitumia vifaa maalum na mbinu za kitaalamu, huku wakihakikisha nyangumi huyo hapati madhara zaidi. Tukio hilo limeibua hisia kali mtandaoni, ambapo wengi wamepongeza mshikamano wa jamii na juhudi za kulinda viumbe wa baharini. Sasa nyangumi huyo anatarajiwa kuendelea na safari yake, huku tukio hilo likibaki kuwa moja ya simulizi zinazogusa mioyo ya wengi duniani. Na hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe, anarudi hapa mwenzangu kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.